Jambo lingine la muhimu ambalo kila mwanaume anatakiwa kulifahamu ni kwamba kawaida ili uweze kutoa mkojo huo unatolewa kwenye figo na kuja kwenye kibofu cha mkojo, ndipo uweze kupita kwenye mfereji wa mkojo uweze kutoka nje. Sasa inapotokea mwanaume ana changamoto ya kutanuka au kuvimba kwa tezi dume, hali ambayo inapelekea kila akienda kukojoa ule mkojo hauishi, kwa maana kwamba kuna yale mabaki ambayo yanabaki kwenye kibofu cha mkojo. Hali hii ya mabaki kwenye kibofu cha mkojo inaweza kusababisha kwamba kibofu cha mkojo kimejaa kiasi kwamba ule mkojo ambao ulitakiwa kutoka kwenye figo kushuka hauwezi ukapita. Hali ambayo inaweza kupelekea figo kujaa maji, kwa sababu itakuwa kibofu kimejaa, still wewe unapata maumivu wakati wa kutoa mkojo na hauwezi ukatoa mkojo wote kwa wakati mmoja. Bado ule ambao ulitakiwa utolewe kwenye figo umekaa sehemu ile ile. Hii inakuwa inahatarisha afya ya figo yako, lakini pia inazidi kuhatarisha zaidi afya ya tezi dume yako sambamba na afya ya mfumo wa mkojo. Sasa kwa nini usubiri kupata madhara yote haya ili hali umeshatambua kwamba nikifanya kitu fulani ninaweza kunusuru afya ya tezi dume yangu, lakini pia afya ya mfumo wa mkojo pamoja na afya ya figo? Na kushauri, endapo unanisikiliza sasa hivi na wewe ni miongoni mwa wanaume ambao wanapitia changamoto ya kutanuka au kuvimba kwa tezi dume, hakikisha kutoka hapa unachukua hatua mara moja ili kuweza kulinda mfumo wako wa uzazi, lakini pia na afya yako kwa ujumla. By the way, huwa nawasaidia wanaume ambao wanakabiliwa na changamoto ya kutanuka au kuvimba kwa tezi dume, na wengi wanaweza kupata matokeo na kuondokana na hizi hadha zote ambazo unazipitia. Wenda ukawa unatamani kuwa miongoni mwao ili na wewe uweze kuondokana na mateso ya kukojoa kwa maumivu, lakini pia kibofu kubaki na shinikizo pamoja na udhaifu wa mwili kutokana na maumivu unayopitia. Nipo hapa kukusaidia endapo utakuwa tayari kuchukua hatua ili kuweza kulinda afya yako. Kumbuka, fuatilia ukurasa huu, itakuwa ni swala zuri ambalo litakusaidia wewe kujua zaidi na zaidi kuhusu afya ya tezi dume, lakini kumbuka kulike na kushare na wengine ili na wao wapate kujifunza.